Kwa pia tunayazungumza yote ambayo yanaendelea na yanayozungumzwa huko mtaani. Tukio kubwa linalozungumzwa kwa sasa pia ni kutokuonekana, sipendi kutumia neno kutekwa, kutokuonekana kwa aliyekuwa balozi, afisa wa serikali, balozi wa Tanzania Cuba, Malawi pia wakati fulani, Humphrey Polepole. Serikali mpaka sasa inafahamu nini kuhusu hili linalozungumzwa? Serikali kupitia jeshi la polisi ilitoa wito kwa aliyekuwa balozi Humphrey Polepole aende akatoe maelezo, polisi ashirikiane na polisi kutoa maelezo ili vyombo vya kisheria vichukue hatua. Kwa sababu baada ya kujiuzuru kwake amekuwa na mfululizo wa utoaji wa taarifa na kuchapisha kwenye mitandao ya kijamii zikiambatana na tuhuma nzito, na nchi yetu kwa sababu ni nchi ya kisheria, tuhuma kama zile zikitolewa atoe ushirikiano wa kuthibitisha tuhuma alizokuwa anazitoa ili ziweze kufanyiwa kazi. Hakufanya hivyo. Kuthibitisha tuhuma alizokuwa anazitoa ili ziweze kufanyiwa kazi. Hakufanya hivyo. Na badala yake baada ya siku kadhaa zikatolewa taarifa kwamba amechukuliwa nyumbani kwake. Kwa hivyo jeshi la polisi lilikwenda nyumbani kwake, wameanza kufuatilia tukio hili na tuwape nafasi wafanyie kazi. Watakuja kutuambia wakiwa wamempata, au kama kutakuwa kuna taarifa nyingine yoyote jeshi la polisi litakuja kutujulisha. Hizo ni hatua za kawaida za kisheria. Hata wewe Arbogast leo ukiwa una jambo lako, ni utaratibu wa kawaida, utaitwa polisi, utaitwa kwenye mamlaka za serikali, uende ukazithibitishe, ukazieleze vizuri, uvisaidie vyombo kuchukua hatua zinazostahili. Hizi taarifa za yeye kutokuonekana ziliwafanya watu wakafikiri alikuwa amesharudi Tanzania. Serikali ilikuwa inatambua uwepo wake nchini. Sasa ukiitwa polisi unaitwa kutoka popote ulipo. Kwa sababu yeye ni raia wa Tanzania, ameitwa polisi. Kama alikuwa ndani ya nchi, alikuwa nje ya nchi, kokote, jeshi la polisi lilitoa taarifa kwa umma likijulisha kwamba anatakiwa polisi akatoe maelezo kuhusiana na tuhuma ambazo alikuwa akizitoa. Sambamba na hilo, Msigwa, ukipita kwenye mitandao utakutana na taarifa zinazounganishwa za watu hivi hivyo kutajwa kupotea. Nimekusikia kwa wakati fulani ukinukuliwa hata jeshi la polisi pia wamekuwa wakitoa kwamba wapo wengine ni michezo ya wengine wanajipoteza, na ushahidi pia umekuwa ukitolewa kwamba kuna baadhi ya watu walisemekana wamepotea kwa kutekwa, baadaye wakagundulika kwamba hawakupotea. Mpaka sasa serikali inatambua kuna baadhi ya watu ambao hawaonekani kwa kutekwa, au haitambui hilo? Kwanza niseme kwamba changamoto hii ya watu kutoonekana ni changamoto ambayo hata serikali haiungi mkono. Na changamoto hii haikuanza leo. Mimi nimekuwa na changamoto hii haikuanza leo. Mimi nimekuwa naona leo mtoto hapatikani, mtu mzima hajaonekana, sina nini, atatafutwa, wakupatikana wanapatikana, wengine hawapatikani. Haikuanza leo. Sema sasa kwa sababu wakati huu tuko kwenye wakati wa uchaguzi, basi joto libuni, pamoja na kwamba kumekuwa na baadhi ya matukio ya kweli watu kutoonekana, lakini kumejitokeza mtindo wa watu kupambisha kwamba wamepotea, lakini baadaye vyombo vikifanyia kazi taarifa hizo wanakuja kubaini kwamba watu hao hawakupotea. Kumekuwa na michezo ya namna hiyo pia inafanyika. Wote mnafahamu yaliyotokea Mwanza, yaliyotokea Dodoma, yaliyotokea Mbeya, hapa Dar es Salaam mara kadhaa. Tena wengine mpaka ni viongozi kabisa. Unaambiwa mtu kapotea, baadaye anajitokeza, mimi nilikuwa kwa bibi mdogo bwana. Sasa unajua haya mambo yanaleta mzaha, yanaleta mambo ya kitoto kwenye mambo ya msingi. Kwa sababu wako watu ambao kweli jamaa zao hawaonekani kwa sababu mbalimbali. Na jeshi la polisi mara kadhaa limefanya uchunguzi, na wapo ambao wamepata taarifa zao, watu ambao wamepatikana wao wenyewe. Kwa mfano yule wa Kimara, mpaka na picha mjongeo zikaonekana, watu wanamkamata, wanafanyeje, lakini baadaye wale wahusika walikamatwa. Walipoulizwa wakasema tulikuwa tunamdai. Na wako wengine tuliambiwa wamepotea, baadaye tukaja kugundua walikuwa kwa mganga. Wengine Tabora huko, kama mnakumbuka, tukakuta wamefariki dunia. Mganga sijui alikuwa anawatibu, mambo yakamshinda, kawazika huko. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, mimi ninachotaka kusema kwamba kwanza serikali haiungi mkono watu kupotezwa ama kupotea. Ni jambo ambalo linatusikitisha. Lakini tunavyo vyombo vyetu,
jeshi la polisi lipo. Kunapokuwa na taarifa za mtu kutoonekana, tutoe taarifa. Ama kunapokuwa na vitendo vya watu kuwakamata watu na kuwateka, kama ikitokea hivyo, twende tukatoe taarifa kwenye vyombo vyetu vya dola, vitafanya kazi ya kuwatafuta wanaohusika, kwa sababu wapo waliotoa taarifa na polisi wakawatafuta wahusika na wamepatikana na wamechukuliwa hatua za kisheria. Haitoshi kubaki mtandaoni tunalalamika na kuilaumu serikali na vyombo vyetu vya dola. Tutoe taarifa kwenye vyombo vyetu ili vichukue hatua na kuwatafuta wanaokuwa wameondoka kwenye jamii zetu ama wamepotea. Sawa. Sasa kuna message moja hapa Mjomba alikuwa anakitia kutoka kwa wasikilizaji wetu. Na huyu anaitwa Majengo, mtaa wa Maendeleo, Gata, Singida. Ndio. Yeye anafuatilia mahojiano yetu. Kwanza ameanza kwa kukupongeza kwa majibu ambayo umekuwa ukiyatoa, lakini anasema amepanda na ameshuhudia SGR. Mipango mikakati kwenda katika kila eneo la nchi kwa SGR ikoje? Aha, sawa. Kwa maana kwamba yeye ni matamanio maeneo mengine. Sawa. Ima boy. Sawa, nashukuru sana. Nakushukuru Ima. Mradi wetu mkubwa SGR ni kati ya miradi ya kimkakati tulionayo nchini kwetu. Na tunashukuru sana kwamba tumeanza huu mradi. Umekuwa kwenye makaratasi kwa miaka mingi. Hatimaye tumeanza kutekeleza na tumeanza kuona matunda. Tumeanza huduma kati ya Dar es Salaam na Dodoma na hali inakwenda vizuri sana. Tunaendelea kukamilisha barabara njia ya kati ya reli kwa kiwango cha kisasa SGR. Tunataka kwenda mpaka Mwanza, tayari kuna kazi inaendelea kwa kiwango cha kisasa SGR. Tunataka kwenda mpaka Mwanza, tayari kuna kazi inaendelea kati ya Mwanza na Isaka. Kuna kazi inaendelea kati ya Makutupola na Tabora na Isaka kwenda Kigoma. Na sasa hivi tumeanza na lot 8 kutoka Uvinza kwenda Msongati, tunaunganisha na Burundi. Lakini tumeanza serikali maandalizi ya kujenga SGR ya kutoka Mtwara kwenda Mbamba Bay, lakini pia tunataka tujenge kwa SGR ile njia ya kati ya kupita ukanda wa kaskazini mpaka Arusha. Kama ambavyo mmeona Mheshimiwa Rais akiwa huko amezungumza mara kadhaa. Kwa hiyo tunakwenda taratibu, ni mradi mkubwa unachukua fedha nyingi. Hii awamu ya kwanza tu peke yake itachukua zaidi ya dola bilioni 10. Kwa ni fedha nyingi, tunakwenda kwa awamu kwa sababu pia bado tunaenda kutekeleza haki yake ya kikatiba. Sawa bana, muda wa kibiashara zaidi ndo huu hapa. Asante kwa kutuandikia na maswali yako, pia asante kwa kutufuatilia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Kuna mtu mmoja wa mwisho kabisa, Msigwa tusaidie, wa mwisho kabisa aliuliza goli la mama lipo? Goli la mama kwenye mashindano ya kimataifa lipo kwa Yanga, Simba, Singida na Azam ambao wanashiriki, wanatuwakilisha kimataifa, lakini pia timu yetu ya taifa. Nadhani leo wanacheza Iran kule. Wanacheza kule Dubai, wanacheza na dhidi ya Iran. Tunatakia kila laheri, tunaendelea kukinoa kikosi chetu. Bwana, shukrani sana kwa ujio wako. Asante sana. Super breakfast. Kibiashara zaidi. Super breakfast. Kibiashara zaidi. Yes, karibu sana. Super breakfast. Kibiashara zaidi. Mzangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwanaafrika Mashariki. Karibu sana Mungu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwanaafrika Mashariki, yule ambaye anashuhudia kokote pale duniani. Hili kibiashara zaidi kupitia EATV, lakini pia